Nimesema kazi ya uongozi saa nyingine ni ngumu sana. Ni ngumu. Tuna changamoto nyingi. Na hasa hii wizara ya mambo ya ndani. Kama kuna wizara inanitesa, ni wizara ya mambo ya ndani. Ni wizara ya mambo ya ndani. Nataka muelewe hivyo wa Tanzania. Inatesa sana. Mheshimiwa Zungu atakumbuka. Tangu tumeingia madarakani katika kipindi cha miaka 4. Kuna tume nyingi tu zimeundwa kwa ajili ya kuchunguza wizara ya mambo ya ndani kwa mamiradi ya ovyo yaliyokuwa yakifanyika. Kwa mamiradi ya ovyo. Na mimi nilitegemea watu watakuwa wanajifunza. Ninajua leo hapa waziri wa mambo ya ndani haonekani hapa. Ameshaleta barua ya kujihuzuru na nimeshamkubalia. Na nimempongeza kwa kutambua hilo. Lakini kitu kikubwa ni nini? Ni watu kukosa uadilifu. Hivi karibuni palikuwa na mkataba mmoja wa ajabu. Unatengenezwa wizara ya mambo ya ndani. Wenye thamani ya euro milioni 408. Euro milioni 408. Ni trilioni ngapi, pointi ngapi huko? Trilioni 1 labda point something. Mradi huo umetayarishwa na kusainiwa na Kamishna Jenerali wa Fire. Haujapangwa kwenye budget. Haujapitishwa na bunge. Wakati wa vikao na kampuni moja nafikiri kutoka Romania, wahusika wote wa Tanzania walipokuwa wanaenda kwenye majadiliano pale, wanalipwa kwanza sitting allowance ya dola 800. Bado ya kulipiwa kwenye tiketi za ndege. Mradi wa ovyo. Wameusaini kule memorandum of understanding, lakini commitment ya ndani imeelezwa ukitaka kuvunja yale ambayo yameshaanza kutekelezwa lazima yaendelee kutekelezwa. Sasa Mary Ugora nampenda sana. Ni mwanafunzi wangu, nimemfundisha Sengerema Sekondari. Pamoja na mwili wake na ukubwa wake ni mwanafunzi wangu. Lakini kwenye hili hapana. Nilitegemea hata hapa nitamkuta hayupo. Nasema kwa dhati. Kamishna Jenerali Andengenye nampenda sana. Ni mchapakazi. Lakini kwenye hili hapana. Nilitegemea hapa awe hayupo. Hatuwezi tukaendesha nchi kwa misingi ya ajabu namna hii. Yanayokwenda kununuliwa mle kwenye mkataba ni ya ovyo. Mara drones, mara sijui ni nini. Ni ya ajabu. Na ndio maana nasema nampongeza sana General, Meja Jenerali Kingu, ambaye alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa kuwajibika. Na hii imempa heshima. Kwamba angalau ametambua kwamba inawezekana haya hakuyafanya yeye,
lakini provided yeye ni katibu mkuu, amewajibika kwenye hilo. Ninampongeza sana na nitaendelea kumheshimu kama meja jenerali. Lakini nakueleza Mheshimiwa Rugora, Kamishna Jenerali, ninawashangaa kuwaona mko hapa. Ninakupenda sana, lakini this is the fact. Sitaki kuwa mnafiki. Trilioni 1 point something mtu anasaini wakati sheria zote zinajulikana. Mwenye mamlaka ya kukopa hela kwa ajili ya Tanzania ni Wizara ya Fedha peke yake. Wanajua. Ikiwa hivyo basi kila wizara itakuwa inakopa, hata mimi nitakopa. Sasa mimi nitaendelea kuwapenda, lakini kwenye position hii no.